Lakini 2017 maji yameanza kukaa. Lakini hivi sasa hivi hapafanyiki kitu chochote kwa maji. Tumo kuhangaika tuondeshe jangamizi chunga. Mvua ni neema kubwa kwa jamii, hasa katika kukuza kilimo na kuongeza upatikanaji wa maji. Hata hivyo, inaponyesha kwa kiwango kikubwa kupita kiasi, inaweza kusababisha athari zisizotarajiwa. Hali hiyo imedhihirika kufuatia mvua iliyonyesha tarehe 3, ambayo ilinyesha kwa wingi na kusababisha madhara katika baadhi ya maeneo. Katika eneo la Fuoni Jangamizini, wilaya ya Magharibi B, Unguja, mvua kubwa imesababisha maji mingi kuvamia makazi ya watu na kuingia ndani ya nyumba, hali iliyowaacha wakazi katika wakati mgumu. Baadhi ya wananchi waliopata fursa ya kuzungumza na ASAM Online TV wamesema maji yanatuathiri sana kutoka sehemu hii ya Jangamizini. Kuna baadhi ya siku mpaka wananchi wanafika kuhama katika shehia zao. Na ukatizama maji haya si ya jana la si ya leo, yako muda mrefu, na baadhi ya viongozi wakubwa washakuja kutembelea swala hili na wakatoa fatwa ya kuwa litashughulikiwa. Lakini mpaka hivi leo hatujaona chanzo chochote la kushughulikiwa bonde hili, na mvua za jana ambazo ni ndogo tu zishaleta athari kubwa sana. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba viongozi wetu wa juu mje mtusaidie kuhusu swala hili la Jangamizini la maji kwa mengi, na athari yake. Zamani kulikuwa hapana maji ya kukaa, watu walikuwa kilima mboga, lakini hivi sasa hivi hapafanyiki kitu chochote kwa maji. Kwa hivyo kwa tunaomba uongozi wetu wa juu kama ulivyokuja utupitie tena, urudi kuja kulitizama tena hali hii. Hili ni tatizo ni la muda mrefu, inafika hata miaka 6, 7, 8 mpaka 10 tatizo hili. Chanzo tunavyosikia, sababu sisi wengi nimekuwa ni wageni, lakini chanzo tunazosikia palikuwa pana chimbwa mchanga. Kwa hivyo baada ya kukata ule mchanga tena kaanza kukaa maji. Lakini mwanzo wa hili bonde kulikuwa kuna chimbwa mchanga. Mimi nahamia hapa 2003, panikuwa hapana maji. Yaani panikuwa pakavu, tena pakavu, tunaenda kununua mboga, viazi, mpunga unalimwa. Lakini baada ya muda si muda, kuna watu wanapokuwa hatutaki mema walikuja ng'ombe wakawa na chimba Jangamizi mchanga. Nikaongezeka na tena mpaka sasa hivi bwawa ndo limejaa, lishatapika, nimekuja kwa wenzetu. Lakini hivyo tumejengewa mitaro kutoka Mwera kuja zake wapi kwenye Jangamizi letu. Ametoka Kianga wilayani huko kote huko amekuja zetu huku. Kuelekea magharibi pia yapo mitaro ametuletea huku. Sisi wenyewe kwanza tuwe imara, kama wanataka kutuletea mitaro basi kubani. Tuondoshe maji kwa sababu kila usiku ukacha ninazidi mapokezi tene. Hapa nipo chini ya pokezi hapa, maji yanaingia. Na pokezi ni Shadata, maji yamekaa yametutumaa. Yaani yanakwenda, lakini tutaona kama hayaendi. Akizungumza na ASAM Online TV, sheha wa shehia hiyo amesema kwa ofisi yake tayari imeanza kuchukua hatua za awali. Hii ni sehemu pati ya pili, bwawa kubwa hasa liko mbele huko. Sasa ni maji ambayo mvua jana tu ambayo yamenyesha ndio yamefikia hali hii. Kwa kikubwa zaidi, eneo hili historia yake inasemekana ilikuwa kuna uchimbaji wa mchanga. Lakini pia kuna eneo mawili mpaka matatu yanapokea maji yanaitwa Jangamizi, yani majangamizi. Lakini haya yamejasababisha kupokea maji kwa sababu ya utupaji wa taka. Mimi nimepata ushia huu na karibu mwaka wa 8. Lakini miaka 2 nyuma huko ilikuwa maji hayakai. Yaani nafikiri kwenye 2015, 14 bado palikuwa eneo lile liko kavu. Lakini 2017 maji yameanza kukaa. Kwa hiyo viongozi ameshafika mahakama pili mstaafu, ameshakuja mahakama pili Mheshimiwa Ahmed. Lakini pia hivi juzi karibu nimekutana na mkurugenzi wa maafa. Akaambia Mheshimiwa Shia, swala lenu la Jangamizini liko juu ya meza. Nafikiri ninachotafutwa ni wakandarasi kitu kama hivyo. Sijaelewa, lakini nitarudi tena kwa Mheshimiwa mkurugenzi ili nipate ufumbuzi. Kwa sababu hii kwa kweli hali inatisha. Mvua ya jana tu ni hii. Ukaenda huko Jangamizini wenyewe, utaumia. Wananchi wangu na watoe hofu, serikali swala linalijua, na serikali pia hatupendelei watu ni imani kama wananchi wapate tabu, hapana. Nadhani wastahimili, miradi hii ipo, na kama tunavyojua wenzetu wa Maboga na walikuwa hali hii wanaondoshwa,
na sisi imani yetu ipo siku itaondoshwa. Ingawa chanzo kikuu cha hali hiyo ni mvua kubwa, ukweli unabaki kuwa shughuli za kibinadamu zimechangia kwa kiasi fulani kuongezeka kwa madhara. Miongoni mwa sababu zinazotajwa ni uchimbaji wa mchanga kiholela. Wahenga wanasema mchelea mwana kulia hulia yeye, kwani kupunguza athari za mazingira mapema husababisha madhara makubwa baadaye. Vile vile kinga ni bora kuliko tiba, hivyo ni muhimu kuchukua tahadhari na kudhibiti vitendo vinavyoharibu mazingira ili kuzuia majanga kama haya kujirudia. Imeandaliwa na Ali Haji kutoka ASAM Online TV.